Na mwana ukua Mwafrika, tuko hapa katika chaneli yetu hii katika kuelezea mambo kadha wa kadha ambayo yanaendelea hii Afrika Magharibi. Na leo katika taarifa ni kuwa kama unavyoweza kuona hapa, yalikamatwa makontena matatu ambayo maroli matatu yaliyokuwa yamebeba pikipiki 900 na bajaji 160. Kwa ni zaidi sasa 1160, ni kama 1160, yani ukiweka bajaji pamoja na pikipiki. Lakini yamekamatwa vikisafirishwa hivi vitu kutokea Wagadugu kuelekea huku kaskazini mwa Bobo Dioulasso na hatimaye kuingia katika mji unaojulikana kama Korogo. Mji wa Korogo huko Ivory Coast. Na hizi pikipiki zimekamatwa, mwenye pikipiki hajaongea ni nani, lakini wanaosafirisha hawajui. Yani wao wamepewa tenda, bwana kuna mzigo hapa unatakiwa uende mahali fulani, lakini hizi pikipiki ni mali ya nani haijulikani. Lakini ni nani ambaye aliyekuwa anaenda kupokea huko haijulikani. Kumbe ni pikipiki ambazo zilikuwa zinapelekwa kwa makundi ya kigaidi, ambayo makundi haya yamekuwa yakipambana katika taifa la Burkina Faso kuhakikisha kuwa amani hakuna ndani ya taifa la Burkina Faso. Jambo ambalo Ibrahim Traore, captain huyu au tunamuita Simba wa Afrika, jambo ambalo amekuwa akilipigia kelele sana na amekuwa akifanya sana kujaribu kuleta amani katika huo ukanda hususan hapo hiyo Burkina Faso, kwa sababu ukumbuke hizi pikipiki zikifika mikononi mwa magaidi, pikipiki hizi kule kwa magaidi zinakuwa ni, yani sio vyombo tena vya usafiri, no, ila zinageuka kuwa ni silaha. Silaha kwa namna gani? Kwa sababu pikipiki hizi ni nyepesi sana kukimbia, maana wanakuja wanashambulia kijiji, wakishafanya ya kwao haraka haraka wanakimbia kwenda kujificha msituni kwa kutumia hizi pikipiki. Kwa sababu sasa pikipiki unajua ni rahisi sana kuliko gari. Maana pikipiki mahali inapita gari haiwezi kapita. Pikipiki inaweza ikaingia huko vichakani, huko msituni, lakini gari huko haliwezi likaingia. Ndio maana unaona katika haya yote sasa Captain Ibrahim Traore amekuwa akiboresha miundombinu ndani ya taifa la Burkina Faso kuhakikisha kuwa kila kijiji ana connect na barabara ya lami, ili kuhakikisha kuwa basi kunakuwa na usalama na wanaweza wakarespondi kwa haraka zaidi, kwa sababu miundombinu itakuwa imekaa vizuri zaidi na magaidi kuweza kuwasukumia mbali zaidi. Lakini taifa la Ivory Coast ndilo taifa ambalo limekuwa likishutumiwa siku zote kuwa hili ndilo linalofadhili makundi haya ya kigaidi. Hili ndilo ambako mipango ya kutaka au kuendelea kuidestabilize amani ya Burkina Faso inapangiwa ndani ya hili taifa la Ivory Coast. Na leo mzigo wa haya maroli matatu yakiwa yamebeba pikipiki 900 na hizi bajaji 160, leo hii yalikuwa yanaelekea huko Bobo Dioulasso, alafu wapeleke huko upande wa Korogo, ilo eneo ambalo ni huko Ivory Coast. Kwa hiyo hii sasa Ibrahim Traore mamlaka yake, kwa sababu hii alikuwa ni msemaji na ambaye ni waziri wa ulinzi wa Burkina Faso anaitwa Mahamoud Sana, ndio walikuwa wanatoa hii taarifa kuwa walikamata haya maroli matatu yakiwa na shehena hiyo na mzigo wa pikipiki 900 pamoja na bajaji 160. Kwa hajatokea ni nani mmiliki wa hiyo biashara, haijulikani. Mwenye pikipiki hizo hajatokea, mmiliki wa hizo pikipiki ni nani, mwenye huo mzigo alikuwa ni nani, haijulikani. Kwa hiyo ikabidi wazichukue. Baada ya kuzichukua wapeleke sasa kwenye vitengo vinavyopambana na ugaidi, vitengo vya vijana waliojitolea kupambana na ugaidi kama vile VDM, ambao sasa hawa tunaweza kusema ni kama wanamgambo wa Burkina Faso waliojitoa kwa ajili ya kupambania taifa lao. Kwa hiyo imebidi sasa hizi pikipiki pamoja na bajaji wapewe hawa, ili sasa wao ndo wazitumie kupambana. Kama nilivyokuambia kuwa magaidi hawa
inakuwa rahisi sana, na pikipiki ndizo wanazozitumia sana, kwa sababu wakati mwingine kunapotokea shambulizi, alafu wakashambulia, alafu wanashambulia kambi za jeshi la Burkina Faso, mahali wamepiga kambi, wanakuja kwa haraka haraka, wanakuja wanashambulia, kipindi ambapo sasa jeshi tayari limesha jipanga, na wao wakianza kurudisha mashambulizi, jamaa wanakimbia, maana wanatumia pikipiki, alafu wakikimbia wanaingia msituni huko. Wakishaingia msituni, basi ndio hivyo, imetoka, uwezi ukawapata tena. Kwa hiyo hili ndilo ambalo sasa linafanya lazima wawe na pikipiki hizi, ambazo pikipiki hizi tawasaidia kufanya hizo operesheni zao. Ndio maana Captain Ibrahim Traore alisema kuwa anataka kukata kila mnyororo ambao una connect moja kwa moja na haya makundi ya kigaidi yanayosababisha wamama wanakosa waume zao, yanayosababisha watoto wanakosa baba zao, yanayosababisha wanakijiji kuhama au wanavijiji kuhama. Jana nilikuwa nakuambia kuhusiana na makazi au nyumba 50,000 ambazo Ibrahim Traore amezijenga, na nyumba hizi 50,000 ni kuwapa watu raia wa Burkina Faso. Na anaanzaje, wanachaguaje? Je, swala hili limekaa kisiasa au swala hili liko ni rushwa zitatembea kwa bwana na mimi niangalizie nyumba hapo? No, ni wamefanya utaratibu mzuri sana. Watu wa kwanza kabisa ni wale askari waliokuwa wanapambana vitani, waliopata ulemavu kule vitani, lakini na watu wengine pia walimu, na watu wengine pia vile vile wamama ambao wamepoteza waume zao waliokuwa wanapambana kule vitani. Kwa hawa watu 50,000 na baadaye na kuendelea na mambo mengine. Kwa hiyo iko namna hiyo, lakini mwisho wa siku tutakuja kujiuliza, anayenufaika na hii migogoro, anayenufaika na umwagikaji damu wa watu wa Afrika, mnufaika mkubwa ni nani? Mwisho wa siku mnufaika mkubwa ni mataifa ya magharibi. Haya ndiyo yanayonufaika na umwagaji damu huu ambao unaendelea katika mataifa yetu haya, mataifa ya Afrika. Na ndio maana unaona anaposimama sasa mtu kama Captain Ibrahim Traore, ambaye kweli ana nia ya ndani na ya dhati kabisa kutaka kupambana na haya makundi ya kigaidi, ndio utaona kauli kama za kina General Michael Langley kuwa huyu anachokifanya tangu ameingia madarakani tunaona ugaidi ndio umeendelea zaidi, ISIS wamepata nguvu zaidi, Al-Qaeda ndio wamepata nguvu zaidi. Ni uongo, tena uongo mtupu, uongo kabisa, kwa sababu tangu Ibrahim Traore ameingia madarakani ndio tumeona angalau hata Burkina Faso kuna maendeleo, baada ya mwamba kwanza kupambana na vikundi hivi vya kigaidi, baada ya mwamba kwanza kupambana na haya makundi ambayo kwanza wanao yafadhili haya makundi ni hawa. Kwa sababu jiulize, hizi pikipiki zimetoka wapi? Hizi bajaji zimetoka wapi? Na silaha hawa watu wanazitoa wapi? Na wanaweza wakaenda kuvamia kijiji ambacho kiko karibu kabisa, wakati ziko kambi za kijeshi za Mfaransa, wanakuja kuvamia kijiji ambacho kiko kabisa karibu na kambi ya jeshi ya Mfaransa, na hakuna chochote kinachoendelea. Utasikia tu huku raia wamekufa, utasikia huku mashambulio yametokea raia. Anaposimama kijana mdogo wa miaka 37 kusimama na kusema kuwa no, enough is enough, kwa sasa tunatakiwa tufanye kulinda nchi yetu wenyewe, ndio unasikia sasa huko Marekani wameanza kutetemeka hivi, wanasema Ibrahim Traore anatumia dhahabu kwa ajili ya manufaa yake na sio kuwanufaisha wananchi, jambo ambalo ni uongo, tena uongo wa hali ya juu sana. Kwa hiyo haya ndio yanayoendelea huko, na zimekamatwa hizi pikipiki 900 pamoja na bajaji 160 zilizokuwa zikisafirishwa na malori matatu kuelekea upande wa Bobo Dioulasso, alafu waende mpaka huko kwenye mji unaojulikana kama Korogo huko Ivory Coast. Hizi pikipiki ambazo zilikuwa ziende mikononi mwa magaidi wanaosumbua na kuitesa Burkina Faso, na sasa wamekamata. Bado huo ni ujumbe wa wazi kuwa Ibrahim Traore anafanya vizuri, ila vyombo vya habari vya magharibi hautasikia vikiripoti habari hii, kwa sababu haiendani na skripti wanazoziandika wao. Haviendani. Asanteni sana wanaokuwa Mwafrika, tunawashukuru.